ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Tumshukuru sana Allah, tumtakie rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Allah anasema, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu kisawasawa. Kifo kiwahudhurie hali ya kuwa mpo ndani ya mfumo rasmi huu wa maisha Uislamu. Tahadharini kufikwa na kifo hali ya kuwa mmepoteza imani. Iangalieni imani kwa jicho la tahadhari sana kwenye maisha yenu. Sehemu nyingine Allah akazungumza, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu na semeni maneno ya kweli, kuweni wa kweli. Hiyo ni sababu tosha ya kusamehewa dhambi zenu na mambo yenu kutengenekewa kwenda vizuri. Yeyote mwenye kuyatekeleza maagizo haya, akamtii Mwenyezi Mungu, akamtii Mtume sallam, bila shaka huyo amefaulu kufaulu kukubwa. Tumuombe Allah tuunganishe na wenye kufaulu. Tunapaswa kuulinda ufaulu. Aya hizi ni sehemu ya aya ambazo husomwa katika hutuba ya ndoa, zikiashiria kuwakaribisha wanandoa. Karibuni katika maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa ni fursa ya kumcha Allah kisawasawa. Mume atasimama kama kiongozi kumuongoza mke, na mke naye atakuwa ni mshirika mwenza wa safari hii ya kuelekea akhera. Kwa hivyo maisha ya ndoa ndiyo jukwaa pekee la kuwawezesha wanandoa kuweza kusimamisha Uislamu wao. Fursa ina sura tatu. Kwanza, uwe na jicho la kuiona. Je, tunaiona fursa kwamba ni ndani ya maisha ya ndoa ndiyo tuna nafasi ya kutekeleza maagizo ya Allah kisawasawa, kwa kuwa tutaleana? Ilo jicho la kuiona fursa tunalo? Kwa sababu wapo watu wana fedha, wapo watu wana uchumi unaoruhusu, wana kila sababu ya kuiendea hii taasisi ya ndoa, lakini wanajikuta uzee ukiwakuta aliyakuwa bado ni wazinifu. Wapo watu wana majina mastaa, lakini wanachakaza maisha yao kwenye maisha ya uzinzi, huku wakiripotiwa staa fulani wanawake walio wazini wanakuja hesabu 7-8. Hela anayo lakini hawezi, kwa sababu jicho la kuiona fursa hajalipata. Tumshukuru sana Allah tuliopata jicho la kuiona fursa. Wanandoa tuseme alhamdulillah, watarajiwa tuseme alhamdulillah. Naam, fursa una jicho la kuiona. Lakini namna ya pili, unaiendeaje? Unaiendeaje fursa? Wapo wanaoiendea fursa kwa kuanza na zinaa. Wapo wengine wanaiendea fursa kwa kuinajisi ndoa siku ya kwanza, siku ya sherehe. Ndoa nusu ya dini na sindikizwa na miziki. Unaiendeaje fursa? Nusu ya dini unaanza kuichafua, kuisindikiza na ukafiri. Tena miongoni mwao ni watu wana heshima zao. Utakuta watu wanaswali swala 5, lakini wakifikwa na nyakati za ndoa inalala miziki majumbani mwao, mpaka unashindwa kuelewa, hawaelewi. Yaani majibu huwezi kupata. Unaiendeaje fursa? Lakini tatu, unanufaikaje? Ni kweli kupitia ndoa tunanufaika na fursa? Kama umekosa jicho la kuiona, umeiendea vibaya, sahau kunufaika na maisha ya ndoa. Kwa hivyo, according to the worldwide divorce statistics, they say
kwa mujibu wa wanatakwimu wa talaka duniani wanasema katika kila ndoa zinazofungwa 100, 50 zinavunjika, zinafutika, zinapotelea mbali kabla ya kufikisha umri wa miaka mingapi? 5. Na hizo 50 nyingine zilizobaki zipo hewani kwenye majumba, ni zile ndoa ambazo hazina furaha. Wewe ukimwaga mboga, mimi na mwaga ugali. Yaani zipo hewani tu, ni kwa sababu watu wamejenga nyumba, wanaogopa kuachana, watapiga pasu. Au zipo kwa sababu kila mmoja ukimuuliza, naangalia wanangu. Je, ulipokuwa unaingia kwenye ndoa haya ndio yalikuwa matarajio? Vipi kwa watu ambao hawana watoto, watakuwa wanaangalia nini? Hivi ndivyo ndoa zetu zilipofika. Sasa kuna ambazo zimevunjika, ndio hivyo tunasema siku ya kwanza tu. Makundi mawili tusafiri nayo. Kuna ndugu zangu ambao mliingia kwenye ndoa zimewashinda. Sasa hivi mmeungana na wasela. Ndugu yangu hapo, nakuona huna ndoa sasa hivi. Darasa hili ni lako ili kukumbushe kuvunjika kwa ndoa yako. Nani hasa sababu? Ni wewe au yeye? Lakini darasa letu ni darasa tiba kwa wale ambao tupo ndani ya ndoa. Tulitarajia furaha, lakini tupo tu tunasubiri kufa. Maana kwenye msafara wa mamba na kenge nao huwa wanaunga. Unasemekana umeolewa, lakini raha ya ndoa huna, unasubiri kufa tu. Sasa hawa ni wengi tu. Kwa hivyo zipo sababu nyingi, tuishi nazo 6, tukifanikiwa kuchambua 2 ama 3, basi kadiri muda utakavyoturuhusu. Na ndugu waumini, kwa nini 50% zinakufa, 50 chenga? Sababu ya kwanza, ndoa ni ibada, tena ibada ambayo ni mkataba mzito, kama anavyosema Allah, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, tumechukua kwenu ahadi nzito. Mkataba wa ndoa ni mkataba mkubwa mzito, unaifanya ndoa istahili kuitwa nusu ya dini. Muangalie huu mkataba kwa uzito, muufunge kwa uzito na muutunze kwa uzito. Lakini safari ya maisha ya ndoa, hutuba imefungua ya kuwatangazia wanandoa, mcheni Mwenyezi Mungu kisawasawa. Wanandoa, hebu yatekelezeni maagizo ya dini kwenye maisha ya ndoa sawa sawa. Ndoa yako isimamishe Uislamu. Kwa hivyo msingi kwanza, ili wanandoa waweze kuishi Kiislamu, waweze kusimamisha Uislamu, ni ule Uislamu unaowaunganisha, upate nafasi uwalee kwenye maisha ya ndoa. Na hata wakigombana, wagombane kwa nidhamu ya Kiislamu, na kutatua migogoro waitatue kwa nidhamu ya Kiislamu. Hiyo ndio salama. Sasa kinachoonekana, wanandoa wengi tumeenda kwenye ndoa, tumeziacha nguvu mbili ambazo zilikuwa ni muhimu mno kutuwezesha kuweza kuyatafsiri maisha ya Uislamu, kutuwezesha kuweza kuyaishi maisha ya kisawasawa kwenye dini kupitia taasisi nyeti ya familia. Nguvu hizo ni imani na maadili. Aya ya kwanza imetangaza kumcha Mwenyezi Mungu kisawasawa. Aya ya pili imetangaza tabia, ukweli. Ili wanandoa watoboe, wanapaswa wawe wa kweli na wanapaswa wamuogope Allah. Hakuna ibada inayosimama ikafanikiwa ikiwa haijasimama kwenye misingi ya kitauhidi, kama ilivyokuja katika juhudi ya dini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah, niwafahamisheni biashara
itakayookoa na adhabu ya moto. Kabla haijatajwa biashara, Allah kwanza anaanza kutaja msingi ili muweze kuifanya biashara. Cha kwanza, tu'minuna billah, mjenge imani, muamini Allah, ujazo wa imani uwe juu, ndio mtaweza. Baada ya ujazo ndio aya inasema watujahiduna fi sabilillah, ndio mwende mkatumike sasa kwenye dini. Ni watu wenye imani ndio wana fursa ya kutoa sadaka, ni watu wenye imani ndio wana fursa ya kubeba majukumu ya dini, ya kufanya mambo ya Allah, huku wakiamini Allah naye atafanya ya kwao, hawanaga shida hao. Kwa hivyo kumbe si hivyo hata kwenye swala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal mashriqi wal maghrib. Si wema tu kuswali swala tano, kuswali ni wema, lakini wenyewe sio wema tu, yapo mema mengine. Qur'ani inaanza kutaja msingi wa kwanza kuyataja mema, man amana billah, kwanza kutengeneza imani, afu zikatajwa ikaja wa aqama swala, na kuisimamisha swala. Kwa msingi wa kwanza ni imani. Kama watapatikanika watu wakaingia msikitini kuswali hawana imani, tusishangae kuna watu wanaswali na kubeti wanabeti. Tusishangae msikitini mkifunga mlango mseme tunatokea mlango mmoja tupige sachi, unaweza ukashangaa watu wana mikeka. Hapa nyinyi hamna, ila kusile sehemu nyingine. Hao ndio waliotoa shahada, waliosimama kwenye safu wanamwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu, alafu wana mikeka kwenye miili yao. Ili balaa, ili swala ipate heshima yake, inataka watu wenye imani, kwa kuwa swala imebebeshwa dhamana ya kutuweka mbali na mambo maovu na nini na machafu. Kwa nini tupate watu na swali misikitini alafu wanacheza kamari? Kwa nini tupate watu na swali misikitini bado wanazini, ambao hawajaoa wanazini na wenye wake wana vimada? Swala imekusaidiaje Muislamu uliopo ndani ya msikiti na uliopo nje ya msikiti? Umesalimika na dhambi ya zina wewe? Hebu sema Mwenyezi Mungu akusikie hapo hapo ulipo. Ni kweli kwako swala ni kinga, inakukinga? Ahadi unayompa Allah katika rakaa 17, wewe tu na kuabudu, wewe tu na kutaka msaada, ni kweli? Huzini wewe? Uchezi kamari wewe? Sio wewe unayeacha swala kwa sababu ya mpira. Kuna mechi imenoga, timu yako inacheza, unaacha swala ya faradhi kwa sababu ya kwenda kwenye mpira. Umetoa shahada wewe? Hivi unajitambua? Huu ndio umma. Huu ndio umma. Sasa kanuni hiyo, hakuna ibada itakayosimama bila tauhidi. Namna tulivyofeli kwenye swala, tunafeli kwenye juhudi ya dini, watu wamekuwa mabaili, bora pesa zao tumie kwenye mambo yasiyonufaisha na akhera, ndivyo tunavyoendelea kufeli kwenye taasisi ya ndoa. Mke kumtii mume anahitaji nguvu ya imani. Mume kuweza kusimamia dini katika nyumba anahitaji nguvu ya nini? Ya imani. Ushahidi kwenye Qur'an, Allah anamwambia Ibrahim alayhi salam, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Allah anamwambia baba wa familia, anza wewe kubeba dini, nyenyekea wewe kwanza. Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu, naam aslamtu, nimenyenyekea. Haya, nyuma geuka, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud dina. Baba anapata mdomo wa kuiambia familia, Allah ametuchagulia mfumo wa maisha wa Uislamu, tuishi nao na muda wa kufa ukifika tufe nao. Baba kaanza kuweka mikakati namna gani nyumba itaishi Kiislamu na muda wa kufa itakufa aliyekuwa ni Waislamu. Kwa hivyo uweze kusimamia dini kama mwenyewe huna nini? Huna dini. Allah anazidi kurekodi. Mtume Muhammad anasema wa umirtu an akuna minal muslimin, mimi nimeamrishwa ninyenyekee. Baada ya kunyenyekea anaambiwa qul li azwajika,
Hebu kaingize dini kwa mke, sema na mke, ingiza dini kwa mke, ingiza maadili kwa mama. Baba mzuri mtengeneze na mama, alafu wabanatika, alafu ndio mpate kumtengeneza binti. Binti hawezi kuwa vizuri ikiwa mama mbovu, na mama hawezi kuwa mzuri kama baba mbovu. Ili taasisi ya ndoa ifanikiwe, wanahitajika wawe na nguvu ya imani. Hii itawadhamini kuyatekeleza maagizo ya Allah. Mke kumtii mume anahitaji nguvu ya imani. Kwa nini? Mke atakuwa anajua huyu mume ninayetakiwa nimtii, anayeagiza ni Allah, sio yeye. Mke amjue bosi wake ni nani. Bosi wetu wote ni Allah. Ndio Allah anaamrisha mke ni mtii mume. Huyu mume ni msimamizi wa sheria. Kwa hiyo mke akishajua hivyo, hakuna shida. Hatuna sababu ya kuona una mke anaswali ukiwepo, ukiwa haupo haswali. Huyu bado hajamjua bosi wake. Ndugu waumini, msingi kabisa kosa ambalo tumelifanya kwenye ndoa, kukosa nguvu ya imani. Ndio maana kumekuwa na mashindano kwenye majumba, eti tunaoana kidini, lakini ukienda kwenye majumba tunaishi kikafiri. Unashangaa kuna watu wanaswali swala 5 misikitini, lakini ukienda nyumbani mwao, ukichukua nyumba ya Muislamu na kafiri, hali ni moja. Kama kwa kafiri kunalia mziki, na nyumba ya aliyetoa shahada inaliza mziki. Kama kwa kafiri kuna mafila season, nyumba ya Muislamu aliyetoa shahada, mwanamume analipia kingamuzi, mawakala wamegeuza nyumba ni uwanja wa vita. Mifilamu inapiga, nyumba za Waislamu wanaoswali swala ngapi? 5. Hao wanajielewa hawa? Are they conscious? Sasa ikitokea mume unasimama na kwa nafasi yako ukasimamia dini, ndio unakutia mke analalamika, unamsikia akisema, nimeolewa na swali sunna, amri kama polisi, sijui kama nitayaweza, ngoja nisikilizie. Yani baada ya kushukuru amepata mume, qu anfusakum wa ahalikum. Baada ya kushukuru amepata mtu wa kumuokoa, anajuta kauingia. Hili balaa. Kwa hiyo kumekuwa na mivutano. Hawa walikubaliana siku ya ndoa, aliulizwa binti, umekubali kuolewa? Zuhura binti Huseni, labbaika. Umekubali kuolewa na Dimoso Nyakanga? Nimekubali. Tuna wasiwasi hawa huenda hawajui walichokikubali hawa. Maana umekubali kutawaliwa? Umekubali maisha yako kuwa chini ya mume? Nimekubali. Sasa kipi kimeenda kombo? Mbona siku ya ndoa kauli ya kukubali imekuja, lakini kwenye maisha hawaridhii? Imam, kukubali jambo lingine na kuridhia. Yawezekana watu wakakubali lakini hawajafanya nini? Hawajaridhia. Kwa hiyo magomvi yanatokea pale ambapo mmoja wapo, sasa mume unataka dini iheshimiwe, mwenzio anataka lazimishe, anakopi na kupesti, anachukua mitabia ya mtaani ailete ndani ya nini? Ya nyumba. Ili kuwe na amani umkubalie, na wewe wanaume unagoma. Japo kuna wanaume wengine, mfano wa wanawake, hawana sauti. Yaani nataka tu wanaume au hawataki kuitika, wanyamaze. Ila ukiita wanawake na waseme ngoja nitesti hapa wanaume. Bro, mbona uitike hapo? Anasema ya moto hiyo. Kwa hivyo magomvi yanaendelea. Sasa haya magomvi yanafika mara mke anaona yuko maabusu, anataka uhuru. Haoni tabu kuleta visa, ndoa ifanye nini? Ivunjike. Ndio unakuta nyingine zinakufia hapo, watu wanashindana kidini. Ndugu yangu uliyeacha, sababu ya kuacha unaiona, ulioa mke kidini lakini dini imeshindikana kuyaishi maisha, ndio ikawa sababu ya kuachana. Mke dini hataki, yeye ni muziki, yeye mafilamu, kutoka bila ruhusa, utii hana, amekosa hofu ya Allah. Tutawaongozaje watu ambao hawamuogopi Allah? Kama mke hana tauhidi ya kumuogopa Allah asiyemuona, atakuogopa anayekuona? Tutateseka sana. 50% zinakufa, na hizi 50 zilizobaki
hazina maelewano. Ndio kuna watu wakati darasa hili linatoka unajiona kabisa nyumbani, yani wewe wanaume haupo, yani umetawaliwa, umepigwa mbele kamba, nyuma kiboko, unaswagwa kama ndama tu. Yani wewe na wanawake sawa tu, huna sauti. Kiuongozi ukitoa agizo liheshimiwe, ni wangapi maagizo yanaheshimiwa majumbani? Wangapi tuna sauti, tuna nguvu, ukitoa agizo linaheshimika? Sami'na wa ata'na. Ukimpanga anapangika. Wangapi mkiwapanga wake wanawapangua? Hebu unasikia muadhara, wewe una sauti nyumbani? Wewe una sauti ya kumwamrisha mke avae hijabu? Unayo sauti ya kumwamrisha mke aswali swala 5? Hebu hapo ulipo usiangalie mwenzako mwingine, sema na moyo wako. Unayo sauti ya kumdhibiti mke asiangalie masizoni ndani? Unayo sauti ya kuzuia miziki, vinanda vya shetani visipige ndani? Unayo sauti? Do you have that power? Unayo hiyo power? Au bwana wewe, wana Kenya ndo gomba nao utaacha wote, bora uvumilie tu, vingine atajua mwenyewe Mungu. Allah. Wake wamepata waume, waume hawajapata wake. Na waume wamepata wake, waume nao wamepata, yani kote kote wake wamepata waume, waume hawajapata wake. Waume wamepata wake, wake hawajapata waume. Tupo tu tunasubiri kufa. Kwa hivyo pointi ya kwanza, kukosa msingi wa imani. Hakuna ibada itasimama. Nimeweza kulinganisha kwenye jihadi, nimelinganisha kwenye swala, kwamba msingi lazima kwanza imani. Sasa wanandoa leo hawana nini? Hawana imani. Ndio maana tunashindana miziki, tunashindana mifilamu, tunashindana, wanawake wanakwenda uchi, hawana imani. Lao wangalikuwa na imani, kwa mfano, wala yubidina zinatahunna illa libuulatihin. Mke aliyeolewa hataki kuonesha mapambo yake, uzuri wake, urembo, isipokuwa kwa ajili ya nani? Ya mume. Tunao wanawake wanaojipamba kwa ajili ya mume. Ni wangapi wanajipamba ukienda masokoni? Ni wangapi kukiwa na maharusi wanawake wanakaa uchi kwa kukosa dini? Ni wanaume wangapi wanaoa siku ya ndoa eti mume anamleta mke kwenye ukumbi, mke akiwa na mipiko yuko uchi, yaani unakwenda kumwanika mkeo kwa watu hivi? Hata mwanamume anajitambua huyo? Na mwingine anaswali siku ya ndoa linakuwa jinga, yani jinga la majinga. Mijinga hii mnaiona mwioni? Wapo sio wewe? Haila wapo. Haya, unamshangaa mtu anaswali lakini siku ya ndoa anakuwa mjinga wa wajinga, mke yuko uchi, yani, au mziki unalala nyumbani, afu mtu eti huyo ndio anayeswali swala 5, yani wala ndio kidogo wana nafuu. Tuache kuchezea dini. Sababu ya kwanza ni ukosefu wa imani. Haraka. Mbili ni ukosefu wa elimu. Allah ameweka kanuni, kila ibada lazima itanguliwe na nini? Na elimu. Wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma. Kila jambo la dini Allah amelitangulia kwa elimu. Kwa hivyo kama ilivyokuwa swala, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ninavyoswali. Namna mnavyoendesha darasa za udhu za nini, basi pia mna wajibu wa kuendesha darasa za ndoa. Umma bado haujalipata jicho la kuiangalia ndoa ni ibada. Umma unaiangalia ndoa ni sehemu ya kupoza miemko. Kwa hiyo kuisoma ndoa sio lazima. Ukiomba kazi kampuni yoyote utatakiwa uoneshe CV, elimu nini, ila ukienda kwenye ndoa elimu sio issue. Hata ukiwa bora unaoa tu. Hii ndio nusu ya dini, hadhi ya nusu ya dini. Elimu sio lazima. Ukosefu wa elimu umetugharimu kwa kiasi kikubwa maeneo mengi. Mojawapo, ukosefu wa elimu umetugharimu
hatujachagua machaguo sahihi. Tulipoambiwa tuoe, tumepewa na sifa nani wa kumuoa. Kwa wanawake mambo manne: uzuri, kuna mali, kuna ukoo, dini. Mtume anatusisitiza tuzingatie nini? Dini. Sisi tumegeuza hadithi, tunazingatia uzuri, tunazingatia mali. Kila anayeoa sasa hivi utamsikia shehe nataka mchumba lakini mwenye kazi yake. Yaani wanaume sasa hivi wanaoa mishahara, sio wake. Kwa kuwa tumegeuza hadithi, baada ya kuzingatia dini tunazingatia uzuri, badala ya kuzingatia dini tunazingatia nini? Pesa. Tumekwama, tumejikwamisha. 50% zinakufa, 50 zilobakia hazina furaha. Wanaume walioenda kwenye ndoa wakaona uzuri ndio utawabeba. Mmeanza kuota kabla ya kulala kwamba ukioa mwanamke mzuri, piskali, kisu, jiandae kukatwa. Wengi mnakatwa. Ogopa kukutana na mwanamke anayeona ubora wake, thamani yake ipo kwenye uzuri. Ogopa sana. Ogopa sana kukutana na mwanamke anayejiamini kwamba ubora wake upo kwenye nini? Kwenye uzuri. Yaani lazima uteseke. Ogopa kukutana na mwanamke anayeona thamani yake ipo kwenye nini? Kwenye pesa zake. Lazima uwe mtumwa. Wanaume wengi sasa hivi mmekuwa waoga, mnatafuta wanawake wenye kazi zao, wenye hela. Unamkuta mwanamke ana hela, kazipataje wewe boya wewe? Kafikaje kumiliki hizo pesa? Hiyo ajira yenyewe. Siku hizi kwenye ajira huko kuna mitihani mingi. Wanawake wengi wanaziniwa kwenye sehemu za ajira. Sijui mnalijua hiyo? Wanatumia miili yao kuziniwa. Wewe unaona tu wanataka hela. Wanaume gani hao hawana kinyaa? Hivyo ndio wanaume hao. Unategea ubwabwa na nyama kwenye sahani unakula, wala hata aibu huna. Hivi zama hizi kuna wanaume? Tupo. Naam, twende darasani. Taarifa. Wanaume sasa, kwa kuwa tulipoambiwa tuoe, tumeacha sifa, tumezingatia matamanio, wepesi mteremko wa kulelewa na wepesi wa kutaka wanawake wazuri, tukalimudu tendo la ndoa. Kumbe tumesahau uzuri wa mke sio tu sura. Uzuri wa mke ni nini? Ni tabia. Wataalamu wanasema aliyeenda kwenye ndoa kwa matarajio ya kufuata uzuri wa mwanamke, uzuri wa mwanamke hauta sustain ya udumu machoni mwako. Sana sana miezi mingapi? Mwisho 3, tayari unamwona wa kawaida. Sasa kitakachoanza kuendeleza maisha ni tabia. Kama ni uzuri ushauzoea, sasa tabia ndio itaanza kudhamini maisha yaende. Mkiwa watumwa wa uzuri, ndani ya siku 90 ule uzuri hauna viambatanisho vya tabia, maadili, usumbufu mwingi, ule uzuri una expire uoni. Watabakia watu wa nje wanasifia, mshikaji ana mke bomba. Hiyo angejua unapoteketea kenge. Sasa ukiona eleweki, unapiga chini, unatafuta mrembo mwingine. Naye siku 90 kasha expire, simuelewi mwingine. Utateseka mpaka kiama. Uzuri umepeleka wanawake wengi kwenye ndoa, lakini tabia zimewarudisha wapi jamani? Makwao. Uzuri unaweza ukampa nafasi mwanamke apokee posa mbalimbali, ila tabia ndio itakayemdhamini akae ama asikae. Sisi tumejichanganya. Tulipoambiwa tuoe, tumepewa sifa tuzingatie dini. Sisi tunazingatia matuta, bumps, nundu, nyashi naitwa. Semeni wanaume wote wao wanawake wazuri wasiokuwa na dini wanateseka. Twendeni. Wanaume wote walio wanawake wazuri wasiokuwa na dini wanateseka. Twende. Bro, sema hapo. Bro, anasema sheka unaniona? Sio wewe tu bwana, mpo wengi. Mlianza kuota kabla ya kulala nyie.
Maboya nye. Nifunguke sifunguke? Watu wanaangalia kutafuta mbona ndoa zinatusumbua. Jamani, muungwana akianguka asiangalie alipoangukia, angalia alipofanya nini? Alipojikwaa. Tumejikwaa tujajikwaa? Umma huu unahitaji darasa karabati ili kupata majawabu juu ya matatizo wanayopata kwenye ndoa. Wanawake walipoambiwa waolewe, wameambiwa waolewe na wanaume wenye dini. Wao wameangalia wanaume wenye nini? Wenye pesa. Sasa wanaume wenye pesa, watemi, wazinifu wazuri, hawashauriki, wameolewa kwenye nyumba zenye mageti huko. Sasa migeti imehamia kwenye moyo. Wanateseka balaa. Wamejikuta wamekuwa security guard, wanalinda nyumba. Mapenzi alishaishaga, wanalia tu. Na bado mtakoma. Enyi wahanga wa tasnia hii ya mapenzi kwenye ndoa. Naam, sababu zipo nyingi. Ya tatu haraka ni malengo. Kwa nini 50% nakufa 50 chenga? Ndoa ni ibada, kila ibada ina malengo. Kama ilivyokuwa swala malengo yake tanha anil fahsha'i, kama ilivyokuwa funga la'allakum, basi ndoa nayo ina nini? Ina malengo. Lengo kuu kabisa mama ni kutengeneza serikali ya Kiislamu. Lakini malengo muambato moja ni kuwakinga watu na zinaa, kuendeleza kizazi, kulea watoto, kutengeneza mahusiano mazuri ya kifamilia, kuunganisha, lakini kutengeneza uchumi ili familia ikidhike pamoja na mapenzi. Sasa bahati mbaya, kwa kuwa elimu ya namna ya nani wa kumuoa wa kuolewa hatuna, wanaume wao wamefuata kwenye ndoa, wameangalia jambo moja tu, mapenzi. Kwa hiyo kila anayeoa anatafuta mwanamke mzuri, kula kitu roho inapenda. Kwa hiyo wanaume wengi wanajidanganya kwamba furaha kwenye ndoa itakuwa kwa wanawake warembo. Na wanawake nao wanajidanganya furaha itakuwa kwa wanaume wenye nini? Kwa namna hizi ndoa zinavyokuja, wanawake wanakuja kimaslahi sana. Sasa hivi kuna wimbi kubwa linaokwenda kwenye ndoa la wanawake wanakuja kimaslahi. Qur'ani inatuambia tuwaoe wanawake tunao wapenda, fankihu ma, waoeni wanawake kwa vile vitu vinavyovutia mnao wapenda. Sasa wanaokuja kwenye ndoa hawaji kwa ajili ya kukidhi ili tajio la upendo, wanakuja kwa ajili ya kupiga. Ndio wengi majumbani mna matiarai. Siku hizi wanawake wanameka, siku hizi kuna wanaume suruali tu, na wanaume tunasema siku hizi kuna wanawake kuna matiarai tu. Hatujui nani kampata mwenziwe. Wapo watu yameharibika maisha yao baada ya kuoa, chumi zao zimeharibika. Wapo watu walisaidia wazazi wao, ndugu zao kabla ya kuoa, walipooa wamedhibitiwa, hawana tena msaada kwenye majumba yao. Mnasemaje, kweli uongo? Ndoa zimekuja kutusababishia tupate laana, ukata udugu, lakini baadhi ya watu ndoa zimekuja kutumaliza ili kukosa radhi za wazee wetu. Hatuwasaidii tena wazazi wetu. Hebu kile nisikia muadhara huu aseme na moyo wake, una bajeti ya mama yako wewe? Una bajeti ya mama yako na ndugu zako? Angalia uchumi wako unavyoshughulika ukweni na kwa mashemeji. Je, wazazi wako na ndugu zako wanashare? Familia gani ikipiga simu ina shida uko mwepesi kuisaidia, na familia gani unajiburuza kwenye mchanga? Majibu tunayo. Ndoa tunapishana malengo. Wenzetu wanakuja kama mamlaka za mapato, na sisi tunakwenda kwa matamanio kwa tendo la ndoa. Tumesahau kumbe ndoa ni zaidi ya tendo la ndoa. Ndoa ni taasisi ya kusimamisha nini? Uislamu. Ndoa ni zaidi, tendo la ndoa ni sehemu ndogo, lakini maisha ya ndoa ni mapana. Kuna mahusiano, kuna malezi ya watoto, ni taasisi pana. Sisi tunaiangalia kwa wembamba wa tendo la ndoa. Kwisha. Sasa tendo hilo la ndoa
limekosa kuunganisha na miamala mingine. Mke mzuri apendi ndugu, mke mzuri mwizi, mke mzuri ana roho mbaya, mume ana hela mzinifu, mume ana hela mbinafsi, mume ana hela hana mapenzi. Hivi hao watatoboa? Mnahangaika. Kwa nini jamani ndoa zinatusumbua? Tafute majawabu jamani. Kwa nini? Mchawi wa mtu ni mtu mwenyewe. Haya ndiyo 50% zinakufa na 50 chenga. 4 ni mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili, kukithiri kwa mmomonyoko wa nini? Wa maadili. Sasa hivi kuna shida moja, wanaume wengi tumeoa wapenzi wa watu. Mtanielewa tu. Yaani wanaume wengi wameoa wapenzi wa watu. Ni miaka ya zamani watu wakioa wanaoa wake zao. Yaani baba anaanza alifu na mama anaanza nini? Wote wapya. Sasa hivi mmoja, wewe ndio uko alifu, mwenzako kesha puyanga, kesha fikalamu. Bwana mmoja kaoa miaka hii, alijua labda ndio miaka ile ya zamani. Anamwanzisha mke alifu, mke anambia mimi niko lamu. Si mmenielewa? Hamjanielewa. Yaani kama barabara yashapita Masemi, yashapita Mafuso, Magreda, matrekta, makatapira, yamepita barabara ya lami mpaka barabara za nini? Za vumbi. Si mnajua barabara za vumbi zinakuwa nyuma ya mtaa. Yaani kote makorogation. Kwa wanaume wengi mnaoa mitumba, ndembe. Hivi barabara iliyozoea kupitiwa na semi, bajaji itasikika? Ndio unashangaa kuna watu mnakaa kwenye ndoa, umeoa mtu unagharamika kila kitu, lakini mwenzako hisia na wewe hana. Unashangaa unarudi nyumbani unamkuta mtu mbona badilika, nipake rangi. Wewe mbona sio umekunja, ipige pasi. Sio mbona umekunja, nataka kuiweka kwenye begi. Kumbe hisia na wewe hana, anashindwa kukuambia sikuelewi. Wangapi? Nataka niwaambie wanaume wenzangu, hakuna kinachouma kama kuhudumia mke ambaye hana nini? Hana hisia. Inauma sana. Au ni mnasemaje? Ulitaraji kukutana mtu mwenye hisia, ajue thamani yako, awe na yani akujali, anaonesha anaamsha, ana hamu ya ndoa. Leo watu huko wengi kwenye ndoa kama vile wamelazimishwa. Sababu ni kwamba kwako kaja kuanzia Lamu, bora angeanzia Toe. 4, mmomonyoko wa maadili. Ndoa leo imeunganisha watu, wameshalifanya tendo la ndoa kwa watu ambao hawana idadi. Mwanamke amekutana na wanaume wasiokuwa na idadi, na mwanamume akakutana na wanawake wasiokuwa na nini? Na idadi. Kijana amekaa kijiweni anawaambia wenzake, "Da shikaji nimeoa." Ana wiki ngapi huyo? Wiki moja. Lakini ila kuna demu wangu ninamkumbuka, yule ananichanganya, ndio namuelewa. Ndoa ina wiki moja, muoaje namkumbuka demu. Ili kuna maisha hapo. Ndio hii mnakaa mnatatua mikesi, majibu yapatikani, suluhu hamna. Watu ile mioyo ya kustahimili, mioyo hiyo hawana. Ili balaa sio balaa. Mmomonyoko wa maadili. Dada mmoja akavunja ndoa Dar es Salaam, ndugu yangu. Kenda Morogoro, kuna dharura ya wiki 2-3. Huko nyuma baba amekwenda kumlazimisha tendo la ndoa binti yao kumzaa, binti yao wa kwanza. Baba kaa na binti yake. Mama anarudi, binti analialia nini? Anambia baba kanikamata kwa nguvu. Kafanyaje? Kaunga bando. Pale ndio imefanya nini? Kufilia mbali. Mwingine kamzini binti yake hadi kumpa ujauzito. Kamzalisha mtoto. Baba anamzalisha binti. Wamama wanasema ukiwa na binti yako kabalee, kama unasafiri, bora umtoe ukamtafuta sehemu nyingine ya kumweka, lakini ukimwachia baba aponye, lazima atalamba. Yaani si asali, simenielewa? Sasa maisha gani haya? 50% zinakufilia mbali, 50 chenga. Mambo yako mengi. 5 haraka tumalize. 5 ni teknolojia. Issue ya teknolojia.
tunaigaiga mambo mengine yasiyotusaidia, yanatukosti kiasi ambacho mapenzi kwenye ndoa yamefanyaje, yameisha. Angalia matumizi ya simu. Hivi mnaonaje mchango wa simu kwenye kubomoa ndoa? Simu zinabomoa ndoa, zibomoi? Watu wako busy na simu hatari. Wapo wanaume na chati, yani mpaka kwa mkeo usiku ana chati, mpaka anatoka nje anacheka na simu. Mke akimgusa niache, akigusa simu hivi hiki kizazi gani hiki? Teknolojia ya simu, kuchati muda wote, kuchati password hivi ya kutosha, maana bomu. Simu ilikuwa inaita, mtoto anakaa na mamake anambia mama simu ya baba inaita hii hapa, isikilize. Mama anambia wewe, hilo bomu la nyuklia sijakufundisha wewe. Labda niulize hapa, tuna uwezo wa kubadilishana simu na wake zetu? Mke akashindana ya kwako na haya akashindana ya kwake, tunaweza hivi? Mabwana, mbona mnijibu? Haiwezekani Simu, yani mambo mengi hapo kwenye simu, tunadanganyana, uongo mwingi. Watu kwenye simu wanapanga watu wao, wamesave mijina ieleweki. Kama ta simu ya mke kuna jina limesave Betty Low, yani mpaka uelewi. Haya ndio maisha tunayoishi haya. What kind of life is this? Ujanja mwingi mbele, kiza, teknolojia, TV. Tunateketeza muda kuangalia mambo ya kijinga. Tunakosa vikao vya dini ndani, shura, taalimu hamna. Adhikari zetu miziki, taalimu sijui nini, masizoni, nyumba zinateketezwa na ibilisi. Kizazi gani hiki? Afu tunalalamika. Haya yanapotokea, yani yale mapenzi ya mke ampeani muda, mnawapa muda mawakala wa ibilisi. Hivi wanandoa hao watafaulu? Angalia teknolojia, watu wako busy na simu, wanaangalia picha za ngono. Wanaume wengi wanapata shida ya kupoteza nguvu za kiume kwa kuangalia mapicha yasiyofaa. Kuna wengine hawezi kula chakula na mkewe mpaka angalie nini? Mipicha ile ndio apate kustimika. Sasa maisha gani haya? Ndipo tulipofika. Jamii inateketea, jamii inaangamia. Lakini yapo mambo mengi, niguse. Naomba nimalizie mwisho. Taasisi za dini. Imam, taasisi za dini zina kesi ya kumjibu Mwenyezi Mungu. Umma umeachwa, umekuwa yatima. Umma hauna program za ndoa, program juu ya semina elekezi kwa vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa. Umma hauoni program karabati kwa watu ambao wameshaingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Kulipaswa kuwa na program. Taasisi zote mnazojua, ziwe za swali sunna, ziwe za swali faradhi, ziwe za nini, zote mnazozijua, hakuna taasisi hata moja ina program kuhusu kunusuru nini? Umma katika ndoa. Bali harakati nyingi zimebakia kushambuliana, kuradiana kwenye mitandao kwa mambo yanayoradiana, lakini wakati huo program za kunusuru umma kwenye ndoa hazipo. Nyinyi mnasemaje? Kweli uongo? Umma huu umekuwa yatima. Mambo yako mengi, hatuwezi kuyamaliza, nimechokoza kiasi. Ilikuwa leo niishi na sababu mbili tu, nichambue mwanzo mwisho. Lakini kwa kuwa fursa hizi zinakuwa za chache, basi kiasi hicho inshallah. Mwalimu, nafikiri nikomee hapo, ila na brother mmoja anaitwa